Kongamano hili linatoa fursa ya kubainisha na kujadili maarifa ya kisayansi kuhusu uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za bonde la Mto Mara, yakiwemo maji, na malengo mahususi ni pamoja na kuwasilisha matokeo ya tafiti za kisayansi zinazohusu hali ya mazingira ya bonde la Mto Mara. All the research we are going to see now what is happening in Mto Mara. Kuwezesha mjadala kati ya watafiti, watunga sera, jamii na wadau wengine. Kuandaa na kuhamasisha vijana kushiriki katika tafiti na shughuli za uhifadhi wa mazingira, pamoja na kufanya tathmini ya maendeleo ya changamoto kuhusu uhifadhi wa bonde la Mto Mara. Ndugu washiriki, kongamano la kisayansi ni sehemu muhimu sana ya maadhimisho ya siku ya bonde la Mto Mara, kwa sababu linajenga daraja kati ya maarifa, sera na vitendo. Kongamano linatoa suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazokabili mto huu muhimu kwa maisha ya binadamu, wanyama na mazingira kwa ujumla. Ndugu zangu, tusipojipenda sisi wenyewe, hakuna atakayetupenda. Katika ukumbi huu pekee tukianza kuulizana kwamba hapa Serengeti National Park ni pua na mdomo. Wangapi tumekwisha zuru katika National Park yetu? Wangapi wamekwenda kwa Ngorongoro Crater? Watakuwa watu wachache. Wengine hata tunaidia tunafikiri kwamba ni kitu cha bei kubwa ya gari ya ajabu. Utalii wa ndani, ndugu zangu. Tukitembelea National Park, tutaanza kupenda uhifadhi wa mazingira. Tamaduni ni kitu kikubwa katika maisha yetu, na dini zote kubwa duniani zinaongelea habari ya uhifadhi. Dini ya Kikristo sina haja kukoti maneno ya mwanzo kabisa. Mungu akamchukua yule mtu akamweka katika bustani ya Edeni, akamwambia ilime na kuitunza. Kwa hiyo wanasema hivi, sasa kuna msemo, taka zisiishie ardhini, taka ziishie dukani. Huo ndio msemo. Yaani taka inauzwa, carbon dioxide sasa hivi ni billion business we are talking about. Huu mfumo wataalamu watauelezea vizuri, lakini una maana ya kwamba wale watu wanaofanya biashara kando kando ya bonde letu watakuwa na tozwa. Tozo ile inawalipa wale watu wanaishi pale, wako katika uangalizi wa hifadhi. Ni namna ya kuwamotisha watu. Of course, among those principles there is one that pushes us to recognize that this water we have, be it in the lake, be it in the rivers, it's a finite resource. So it calls, so that principle of course calls all the stakeholders to sit on the same table and discuss how to use, how to share that water efficiently and effectively. So it is of course the same in this context of the Mara Basin. Like it has been mentioned, this is a very complex biodiversity environment. It has got wild animals. Of course, there are also human activities which all depend on the same resources. So that principle comes now in help to see how to balance the usage of the little or the finite water resources we have in that kind of environment. The Mara River is not only important for Kenya and Tanzania, but for the East Africa and the whole of Africa, because even Egypt depends on Mara River. As a legislative arm of the East African Economic Bloc, we have come up with policies that we have already passed in terms of motions and in terms of acts of parliament to make sure that we copy what is being done in Rwanda. In Kigali, they have banned any use of plastic bottles, any use of plastic papers. Kenya have also followed suit, it was banned, and we have passed a regional law that all countries must ratify and make sure that there is no use of plastic bottles and plastic papers in the 8 member states of the East Africa. Kwa elimu ambayo nimeipata leo kutokana na hifadhi ya bonde la Mto Mara,
nitaitumia hata huko baadaye. Cha kwanza kabisa nimepata kujionea ya kwamba bonde la Mto Mara lina fursa nyingi za biashara, sio biashara tu, fursa nyingi. Kwanza bonde la Mto Mara kwa kulitumia tunaweza tukaanzisha kilimo cha umwagiliaji. Kwa kuna njia ambazo tunaweza kuzitumia ili kulinda bonde la Mto Mara kama tukishirikiana kwa pamoja sote, kwa tunaitunza bonde la Mto Mara kwa kulinda vyanzo vyake vinapotokea bonde la Mto Mara, kwani tunajua moja kwa moja linamwaga maji yake katika ziwa Victoria. Katika vyanzo vyetu vya maji kuna viumbe mbalimbali na viumbe hao ni kama samaki. Tusipotunza mazingira tukaweza kutupa taka ambazo hazihitajiki katika mazingira, tunaweza kuua viumbe vyetu. Chanzo ni kwa sababu inaweza kusababisha kukosekana kwa oksijeni inayosaidia hao viumbe kuweza kuishi katika hayo mazingira. Na kingine ni kwamba ili tuweze kupata maendeleo ni lazima tutunze maliasili yetu ya mto. Kwa hiyo tukitunza mito tunaweza kupata kipato cha taifa, kwa sababu kitatuongezea kipato ambacho kitaweza kuleta maendeleo makubwa na serikali yetu haki yetu kuinuka katika maendeleo na kuweza kuwa mfano kwa nchi mbalimbali hapa duniani.